Siku nyingine tena karibu kutoka Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Ni mwendelezo wa mashindano ya kombe la mkuu wa majeshi CDF Cup 2026. Na leo tunakwenda kuwashuhudia jeshi la kujenga taifa dhidi ya jeshi la akiba. Timu zote mbili zikicheza mchezo wa pili leo. Nani atakwenda kushinda? Jeni rasmi natayarishwa kwenda pale. Mgeni rasmi anakwenda kufanya ukaguzi, lakini pia kutambulishwa wachezaji, huyu ni nani na huyu ni nani. Jeshi la akiba ni timu ambazo zinawakilisha zile kamandi za jeshi. Kifuatacho ni picha, taratibu ambao umekuwa ni wa kawaida kabisa. Mgeni rasmi ameambatana na wenyeji wake pia ambao umeungana naye. Haya, michezo ni upendo, michezo ni amani, michezo ni mshikamano. Sitegemei kuona mpira wa vurugu, tegemea kuona mpira mzuri. Mcheze kwa upendo, usije ukamkamia mwenzako ukamuumiza, mwisho wa siku tukapata majeraha wengi. Baada ya kusema hayo, niwatakie mchezo mwema. Hiki ni kikosi ambacho wameanza nacho wenyeji wa mchezo. Wameanza Chamla Tanwal Mwinyi Mkuu sambamba na Edward Songo. Mponda Simba ndiye mwamuzi, atakuwa kati, atasaidiwa na Francis Liwa pamoja na Vincent. Na hivi ndivyo ambavyo wameanza leo. Amerudi langoni Saidi Kubwalao, Beni Raja Masinga Musa, yeye alifunga bao moja, alifunga mabao mawili mchezo uliopita. Mpira mrefu ule, nafasi pengine, lakini kipenga cha mwamuzi kinasikika. Kocha David William biti imewekwa kwenye njia ile. Ndile anaingiza cross, mpira umefika kwa Najim Benjamin Magulu. Kocha Pakaliki, hali ni tete, timu zote mbili zikitafuta ushindi wa pili kwenye mashindano haya. Unganisha mpira unaingia kwenye kamba, yes, hatimaye anapata bao. Kamandi ya jeshi la kujenga taifa wanapata bao la kutangulia, wanawainua kutoka majukwani mashabiki ambao wako hapa kwa ajili ya kuunga mkono. Shangwe ilioje, wanalipuka kwa furaha. Huyu hapa mfungaji wa bao, si mwingine bali ni Chamla Tanwal Mwinyi Mkuu. Alizungumzwa kuwa anaweza akawa ni mchezaji ambaye ataleta challenge leo na atakuwa hatari akiwa sambamba na Edward Songo. Mchezo uliopita hakuanza. Jab Masinga kosa hii, wanaupoteza mpira ule. Ni mali JKT sasa kiflow kutafuta nafasi ya kuandika bao la pili. Amebaki chini, amechezewa ndivyo sivyo, ni Songo yule. Free kick za zoezi huwa ziko hivyo. Magulu alidhamiria ubaya na Najim Benjamin Magulu. Vile vitu anavyofanya Premier League ndio anakuja kuvifanya kwenye CDF Cup 2026. Wanayaona ambayo hawajawahi kuyaona kamandi ya jeshi la akiba. Kubwa lao, Amini anaambia imepita juu sana hii. Hapa inapiga Viking Roof, utasikia roof. Amini kilichotokea bwana Godlisten Dastan Mtandi. Mwamba huyo hapa amemshughulisha kubwa lao na ameishughulisha kamandi ya jeshi la akiba. Bao la pili wanaandika.
Wanauchukua mpira ule JKT na imerudi kwa Akiba, achia mkwaju ule. Amepeleka mpira ule Hussein Ali Said, anaipanchi golikipa Ilunda. Najazo ile, anacheza golikipa lakini yes, wanapeana mikono na hapana shaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika katika mchezo huu. Amekwenda nje Hussein Ali Idi. Scoreboard ni 2-2. Jaribu kuforce, ingiza mpira ule, imekaa kwenye kamba. Goodness, bado bundi mbaya anang'ang'ania, haikuwa bahati. Team captain Magulu Kamba jaza cross ile, wanaweka bao lile. Wow! Allah. Hassan Ayubu Mponji anaipa Kamba ya tatu Kamandi ya JKT, na sio tu bao la tatu, ni bao la viwango na la kikatili mno. Kubwa lao haamini kilichotokea. Bench la Kamandi ya Akiba hawaamini kinachotokea na inawalazimu kukubali. Ronaldo celebration style imekwenda kufanyika hapa. Mabao matatu tayari wanapata Kamandi ya Jeshi la Kujenga Taifa. Haamini na haelewi, si tu kuvurugwa ila amechanganyikiwa. Hata hivyo anatafuta namna kujifariji, akizungumza na vijana wake, anambia tuamke. Dakika 30 nyingi, bao tatu chache, tuone itakuwaje. Imejazwa cross ile na Nzunda. Ilunda ameijibu. Captain inaweza kuwa nafasi ya kufanya jambo, ingiza mpira ule, anaweka acrobat ambayo imekuwa rahisi mno kuikamata golikipa Ilunda. Haya, ameupoka mpira ule, nafasi ya kufanya jambo lakini anaikataa Ilunda, bado haijaingia kwenye target. Achia mkwaju leo. Wanaondoka, ataishia wapi? Kamanda ya jeshi la JKT Matiko Gamba. Matiko! Gamba Matiko anakuja kushona kamba ya 4 katika mchezo huu. Ni timu ya kwanza inashinda zaidi ya mabao matatu. Kubwa lao anageuka mdogo wao, akiruhusu mabao 4. Groove, Viking Groove celebration ya timu ya mashabiki ya timu ya taifa ya Norway. Hii haina comeback, sijui, lakini sijawahi kushuhudia zikabaki dakika 2 zikarudi bao 4. Wacha nishuhudie leo kwa mara ya kwanza. Gamba Matiko Idi anaweka kamba ya 4 ya jeshi la Akiba. Wana flow tena, nafasi nzuri sana lakini kibendera kiko juu tayari, ishara ya kuwa ni offside. Bao la 5 linaandikwa hapa. Wezamin, unbelievable. Yes, yule Gamba Idi Matiko. Ni chuma 2 ambazo zilikuwa benchi kabla, ameingia kuchukua nafasi Edward Joseph Songo kuja kuwanyong'onyesha kabisa washindi wa mchezo uliotangulia dhidi ya makao makuu ya jeshi Ngome. Walishinda 3-1, lakini leo wanapigwa 5-0 mpaka wakati huu. Siku mbaya mno, siku isiyotazama hata isiyopendeza hata kuijadili.
chuma 5. Hapa kocha anaweza akawa ndiye anaelekezwa na wachezaji kwa hali ilipofikia, na sio kocha elekeze wachezaji, yeye ndiye ataelekezwa na wachezaji. Wanamaliza dakika 90 wakiwa wameruhusu mabao 5. Dakika 90 zinakamilika. Ushindi wa kishindo, ushindi wa kwanza mkubwa katika mashindano ya kombe la mkuu wa majeshi 2026 ukiwa ni msimu wake wa 8. Golikipa kubwa lao ameruhusu mabao 5. Amini kilichotokea. Wachezaji wa JKT wanakwenda kuimba pamoja na mashabiki ambao pengine ndio wamechagiza kwelikweli wao kupata ushindi huu mnono wa mabao 5 bila. Kinachofanyika, wanaomba ngoma, Songo anaomba ngoma ile ili waende kufanya Viking Groove, kama ile celebration ambayo wanaifanya timu ya taifa Norway pamoja na mashabiki wao. Dakika 90 timilifu ilikuwa ni wakati wangu Golgano Mwakalobo. JKT 5, Jeshi la Akiba 0.